Itavunjwa. Iko sawa? Rafiki. Agua. Kwa hiyo tukamwona sasa huyo kwenye Luka 22 hiyo mstari wa 30 anakuja, lakini kwa sababu hakufahamika kwamba alikuja kiunabii. Kwa hiyo watu sasa, kwa sababu ya ibada za kule kwenye nguvu ya Babeli, tukaonyeshwa kwamba amekuja kutuokoa Yesu, lakini haikuwa hivyo. Ndio yeye anatutambulisha hapo kwenye mahali Luka 22 ili tuone, alafu twende kwenye agizo lake. Mpate kula na kunywa mezani pangu katika ufalme wangu, na kuketi katika viti vya enzi, mkiwahukumu kabila 12 za Israeli. Kwa hiyo akianza na hii Yerusalemu, ndio maana 21 ile Luka. Lakini hapo mtakapouona mji wa Yerusalemu umezungukwa na majeshi, ndipo jueni tayari. Kwa hiyo ukisikia hii nguvu ya mahubiri ya siku ya mwisho ni kweli, kwa sababu ni kama vile ambavyo hakuna mtu anayejua kwamba amekuja kwa ajili ya kutufundisha ile kweli, kwa sababu mfumo wa mafundisho yote tuliyokutana nayo tunafundishwa kwamba kutakuwa na ngurumo, kutakuwa kama vitu vyote amevielezea kupitia ile Mathayo 24 na Luka ile 21 na ile Marko ile 13, kwamba dalili zote mpaka chukizo la uharibifu, mpaka Yerusalemu itakapozingirwa, yani mtakapoona matetemeko, vita, kwa sababu siri ilikuwa ni kwa ajili ya vita siku ya mwisho peke yake, kwamba ni nani ataitamka, kwa sababu hapo ndipo nguvu ya kuelewesha watu, ili sasa aje na ule utukufu wake aliyokuwa anaambiwa kwamba atakuja na utukufu wake, sio ule. Sasa kitu ambacho kimekuja kusimama ni ile kitendo cha mafundisho ambayo tayari tulikuwa upufuni na tulikuwa Babeli, kwamba kila jicho litamuona mawinguni. Hiyo ndiyo ilikuwa pigo juu ya nchi, na aliruhusu, kwa sababu hakutaka kuelewesha. Ujanja mwingi sana duniani wangekoti. Kama wewe unaambiwa kwamba Yesu alikuja kutuokoa na kweli na injili inatokea na watu yani wewe ashuri kitambaa kama hichi, yani unawafanyia hivi watu receive, watu wote wanaanguka, ni nguvu ipi? Hata Yesu akufanya hivyo, ni nani anawafanyia hivyo? Na watu wote kweli wanaanguka, na watu kesho wamejaa. Kwa hiyo kumbe ni maroho fulani yanatengeneza kusanyiko watu kwa ajili ya kudanganyika. Sasa anasema yeye amekuja ili atuambie siri, na hayo mapepo yawe yanakufa huko yasiwe watesa watu wake. Kwa hiyo hii sasa hatukuelewa, ndio maana ile Ufunuo 1 ile 7, tazama yuaja mawingu na kila jicho litamwona, na hao waliomchoma na kabila zote za dunia wataomboleza kwa ajili yake. Naam, imekuwa sasa. Wataomboleza vipi? Watakuwa wanaomboleza kwa sababu kila ambacho wanakiamini ni cha uongo, ndio maombolezo yako pale. Hiyo ndio maombolezo. Lakini kila jicho litamwona, wakati anatamka sivyo hivyo tulivyokuwa tunaona hapo. Ukiangalia kwenye Luka 21 ile 34, basi jiangalieni mioyo yenu isije ikalemewa na ulafi na ulevi na masumbufu ya maisha, siku ile ikawaidia ghafla. Sasa wewe kiongozi, wewe ambaye unaweza kuwa ni mwalimu, mchungaji, wewe nabii, wewe jiulize, kama kweli watu leo ndani ya mioyo ya watu
First priority, kitu cha kwanza ndani ya watu wote ni fedha. Ni kazi. Hivyo vyote havikatazi, lakini ndani yake hata akipata kile ambacho anakitaka hatoi, hana ibada. Sasa hiyo, kwa sababu mtawala amepewa vitu vyote, leo anatawaliwa na vitu vidogo sana ambavyo anatakiwa asikontroliwe na hivyo vitu, ili akontrol hivyo vitu alivyopewa na Baba. Sasa shetani, kwa sababu tayari tulikuwa utumwani kwa ajili ya zile mindset zetu kukamatiwa, basi tulikuwa tunatumikishwa hivyo. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu sana kumuona Baba mawinguni. Hizo ni injili za Babeli. Na Mathayo 24. Walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna ijuaye, hata malaika walio mbinguni, wala mwana, ila Baba peke yake. Kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake moyo wa Baba, ambaye ndio yuko amembeba huyu anaitwa Mwana wa Adamu. Kwa lugha tuliokuwa tunafundishwa ni Yesu kurudi mara ya pili, yaani kuja kutimiza yale maelezo yote. Ni moyo wa Baba ambao tulikuwa tunasema ni Roho Mtakatifu, kuja kutufundisha yote ambayo tulikuwa hatuna. Wewe tulinganisha hapa, alafu uone kweli ilikuwa ni hivyo. Lakini mimi nawaambia, Yohana 16 ile 7, lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yafaa mimi niondoke, ili kwa maana mimi nisipoondoka huyo msaidizi hatakuja kwenu, bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu. Naye akisha kuja, huyo atawahakikishia ulimwengu kwa habari ya dhambi na kwa haki na hukumu. Kwa habari ya dhambi, kwa sababu hawakuniamini mimi. Dhambi, ndio maana unaona ile habari yake ya kuja hakuna aliyekuwa anajua. Ndio maana alikuja akiwa kwenye nguvu ya Isaya 6:8 mpaka 13, akiwa anaonyeshwa hapo. Nisome hapo ili uelewe na uone huo mkataba Babeli alivyokabidhiwa. Na wote tuko Babeli, tulikuwa Babeli mpaka majira ya kweli kwa ajili ya ibada yake Baba ndio itokee. Nasoma, kisha nikasikia sauti ya Baba ikisema, ni mtume nani? Naye ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Ndipo niliposema, mimi hapa nitume mimi. Naye akaniambia, nenda ukawaambie watu hawa, fulizeni kusikia lakini msifahamu, fulizeni kutazama lakini msione. Unaoneshe moyo wa watu hao, ukayatie uzito masikio yao, wasije wakafumbua macho, wasije wakasikia kwa masikio yao, na kufahamu kwa mioyo yao, na kurejea na kuwaponya. Kwa nini anaambiwa hivyo? Kwa sababu kuna agreement kati ya Baba na huyo aliyemiliki uumbaji, ambaye nguvu ya miungu, uchawi unakwambia wewe nenda popote, hauwezi kufanikiwa, na unakwenda kufunga na unafanya ibada, unatoa sadaka, lakini anakwambia mchawi, anakwambia wewe huwezi kufanikiwa na familia yako. Na ni kweli. Sasa ana nguvu gani huyo? Ndipo alipouliza, Baba, hata lini? Naye akajibu, hata itakapokuwa ukiwa haina wenyeji, na nyumba zitakapokuwa hazina watu kabisa. Hata yeye Baba atakawahamisha watu waende mbali sana, na mahame yatakapokuwa mengi sana. Kwa hiyo ametuhamisha mpaka tumekwenda sasa kuabudu mawe, kuabudu miti, kuabudu ndugu zetu. Tuko wazima hivi, lakini elimu iliyotengenezwa ni kubwa.
kwa sababu iko Babeli. Kwa hiyo vile tunavyovitaka sisi kuvitawala haviwezekani, kwa sababu tuko kwenye utumwa. Sasa pale ndio ibada sasa za mbinguni zikaanzia hapo, kwa sababu tayari agreement iliyokuwa na ule mkataba ambao ni kwa ajili ya baba mbele kweli, kwa kumwacha yeye na majira yake, ina maana akaagana na huyu Babeli na huyu taifa hili kwamba huu mfumo huu utaona kama ni ibada, lakini hauna haki kwa wenye haki. Huu elimu kubwa ni matajiri kuwepo hapa, lakini si wacha Mungu wengi. Kila mmoja ana ibada yake juu ya nchi, mwenye haki juu ya nchi, kwa ajili ya kufundishwa ibada ya kumiliki juu ya nchi. Sasa ina maana zikatokea ibada ambazo zina elimu ya kibabeli tupu. Ndio maana unamwona hata Paul, tunaona hapa, tutaenda hapo tu. Kwa hiyo yeye sasa akaenda kujificha hapa. Kwa hiyo wakati sasa Babeli hatujui kwamba itakuwaje, itatokeaje, Yesu ndio anakuja kutuonyesha kwamba bwana, nguvu ya kabila 12 atazivunja. Na kwa sababu tayari kuna ibada za Wakaldayo juu ya nchi, hakuna kupata haki bila kuinamia ubaya. Kwenye Luka 4, Luka 4:5, akampandisha juu akamwonyesha miliki zote za ulimwengu kwa dakika moja. Ibilisi akamwambia, nitakupa wewe nchi hii yote na fahari yake, kwa kuwa imo mikononi mwangu, nami humpa yeyote kama nipendavyo. Huyo ni shetani anaaju na kweli kupitia Yesu. Kwa hiyo mali alikuwa amehost kwa sababu ile agreement. Kwa hiyo ilikuwa ni marufuku. Sasa akasimamisha ile madhabahu sasa hii ya 12 ambayo ndio iko kwenye msingi wa Yeremia 33 kama tulivyosoma 20, Ezekieli 8:12. Na ndio akachukua lile agano la jua na mwezi kama nguvu ya devil worshiper. Wakachukua hiyo, yani M ina maana ni moon, A ni air, S ni sun, O orbit na network. Kwa hiyo wakawa na mfumo huo wa kutawala jua, kutawala mwezi, kutawala sayari na kutawala kila kitu, lakini kwa mfumo sasa wa huyu ambaye anaitwa Suleiman, kwa sababu ndio ilikuwepo hekima, na yeye kosa alilokuwa amefanya akaenda kwa ajili ya kuoa wale ambao walikuwa wamekatazwa. Kwa hiyo ile hekima yake ndani yake ikaondoka na wabaya. Taisoma hapa. Wafalme wa kwanza 10 ule mstari wa 14. Basi uzani wa dhahabu iliyomfikia Suleiman mwaka mmoja ndio 666. Kwa hiyo kiti chake wakawa wanakitumia. Kosa ni kwa ajili ya hiyo. Wafalme wa kwanza 11:1. Mfalme Suleiman akawapenda wanawake wengi wageni pamoja na binti yake Farao, wanawake wa Moabu, wa Amoni, wa Edom na wa Sidoni na Wahiti na mataifa aliyoambiwa wana wa Israeli, msiingie kwao wala wasiingie kwenu, kwa kuwa hakika wataigeuza mioyo yenu kuifuata miungu yao. Suleiman akaambatana nao kwa kuwapenda, maana ikawa Suleiman alipokuwa mzee, wake zake wakamgeuza moyo afuate miungu mingine, wala moyo wake haukuwa. Lakini kwa sababu yeye alikuwa na hekima zaidi, ina maana waovu wakapata ile nafasi ya kumiliki juu ya nchi. Ila Wafalme wa kwanza 3 ule mstari wa 12. Basi tazama, nimefanya kama walivyosema. Tazama, nimekupa moyo wa hekima na wa akili, hata kabla yako hapatakuwa na mtu kama wewe, wala baada yako hata inuka mtu kama wewe.
na mambo yale usiyoyaomba nimekupa wewe, na mali na fahari, hata wapata kuwa na mtu katika wafalme kama wewe siku zote huyu. Kwa hiyo sasa mpaka majira hii ndio irejee, kwa sababu msingi wake unakiti na simba 12. Kwa hiyo mpaka 12 ibomoke, ambao ndio Ufunuo 21 ile 10 mpaka 22, kwamba Yerusalemu ambao ulishuka kutoka kwa Baba, uliokuwa na kabila 12, mitume 12, nyota 12, maagano 12, majina 12, na ile simba 12, chemichemi 12, mwaka wenye miezi 12, wenye agano la jua na mwezi. Kwa hiyo Yeremia 33:20 na 26 ndio likawa ni agano juu ya nchi. Kwa hiyo hapa sasa ilikuwa inabidi ni lazima aje Baba aondoe sasa ile agreement aliyoifanya na yeye. Hakuna nabii, hakuna mtume anaweza kuvunja agano, yaani ile mkataba waliofanya Baba na nguvu ya wale waliokabidhiwa uumbaji. Ndio maana unaona wachawi wanadunda, washirikina wanadunda, alafu sisi wanatufundisha maisha ya mbinguni. Ndio maana akasema Babeli unahukumiwa sasa. Baada ya mwaka wenye miezi 12 kutokea, tunaona Danieli ile 4. Kwa hiyo akajificha sasa kwenye hiyo madhabahu ya 12, na uchafu wote ukawepo hapo ya Yerusalemu ya kwanza, kwa sababu tayari wana agreement ya kukabidhiwa mpaka miaka 70 iishe, ndio yeye atokee na tusaidie. Hapa nasoma kwenye 26, na kwa kuwa waliamuru wakiache kisiki cha shina lake, huo ufalme wake utakuwa imara kwake, baadaye kujua ya kuwa mbingu ndizo zinazotawala. Hata hii hali unaiona, ni lazima tugeuke, tutubu, tuache zile ibada ambazo tulikuwa tumezoea. Kwa sababu hiyo, mfalme, shauri langu lipate kibali kwako, ukaache dhambi zako kwa kutenda haki, ukaache maovu yako kwa kuwahurumia maskini, wenda ukapata kuzidishiwa siku zako za kukaa raha. Hayo yote yakampata mfalme wa Babeli baada ya miezi 12. Kwa hiyo baada ya mwaka wenye miezi 12, ile madhabahu ya mitume 12 iliyokuwa imebeba kila aina ya utendaji wa uharibifu. Kwa hiyo hata lile agano sasa la mwaka wenye miezi 12 kupitia ile miaka 120 tunaliona hapa, na lenyewe ni hiyo hiyo, ila amesema kwa mafumbo Baba ili asieleweke. Mwanzo 6 ule mstari wa 3, yeye Baba akasema, moyo wangu hautashindana na mwanadamu umilele, kwa kuwa yeye naye nyama, basi siku zake zitakuwa miaka 120. Yaani utimilifu wa ubaya ni hapa, hii madhabahu ya 12. Ndio maana inatamkwa kwa mafumbo bila tusijue, kwa sababu bado utimilifu ulikuwa bado. Kwa hiyo yeye sasa anapofika ndio anafungua ule yale ambayo tulikuwa tuyajui, tujawe wazi, ili watu wajue wanachofanya, kwa sababu dhambi ni kwamba hatukujua nani anatakiwa kuabudiwa na nini ambacho kinatakiwa kipewe sifa na yeye, na sisi tumpe nani sifa. Kwa hiyo tukajikuta tunafanya ibada ambazo si halali, na ndio maana unaona sasa mwisho anasema kutakuwa destruction, yani mambo yatakuwa sasa. Ina maana lazima tutubu, kwa sababu ya ibada za miti, ibada za mawe, ibada za ndugu zetu, ibada za mambo mbalimbali, ibada za mbinguni. Tutoke huko tuje juu ya nchi, kwa sababu kama ni mafuriko yanatokea hapa, kama ni kimbunga kinatokea hapa, sasa mbinguni haipo. Kwa hiyo ni mahali pa kutokuelewa. Tunaona hiyo
ndio na yenyewe itaishia hapo hapo. Tunaona ile nguvu ya Marko 5:25, na yenyewe tunamwona mwanamke ambaye amevuja damu miaka 12, lakini kwa lugha ya kawaida unaweza kuona miaka 12, lakini ni mfumo huu wa mateso. Marko 5 ule mstari wa 25, na mwanamke mmoja mwenye kutoka damu muda wa miaka 12 na kuteswa mengi kwa mikono ya matabibu wengi, amegharimiwa vitu vyote alivyo navyo, kusimfai hata kidogo, bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. Aliposikia habari za Yesu, alipita karibu katika mkutano kwa nyuma, akaligusa pindo. Anagusa kupitia Luka 1:26, ile majira ya Yesu ya ndani na nje akiwa anatawala, kwa sababu mwezi wa 6 wa Luka mpaka mwezi wa pili anapata miezi 9. Yesu hakuzaliwa mwezi wa 12. Ukienda kusoma kwenye Luka ile moja ule mstari wa 26 mpaka 33, anasema mwezi wa 6 mpaka mwezi wa 12 ni miezi 6. Kwa hiyo hakuna mahali ambapo unaweza kuomba kwa sababu huna mfumo. Kwa hiyo tayari huu sasa ni utabibu na ishara kwa ajili ya yeye kuendelea kunenepesha wale ambao tayari amewapa hiyo kazi kama mitume, kama manabii, lakini si katika kubadilisha uumbaji kwa ajili ya haya ambayo yanaonekana. Ndio maana unaona hata macho sasa hivi kwa ajili ya matukio hakuna anayesema. Ndio maana kaja yeye. Kwa hiyo tunaona hiyo sio. Hata ile Luka 8:43 tunaona mtoto wa pekee ambaye ni mwaka wenye miezi 12. Tegemeo la uumbaji na dunia lilikuwa hapa. Basi huyo kweli kwa leo Yesu aliporudi, mkutano ukamkaribisha kwa furaha, maana walikuwa wakimngojea sana. Tayari amefika huyo kweli yote yeye mwenyewe. Na tazama, mtu mmoja akaja, jina lake Yairo, naye ni mtu mkuu wa sinagogi, akaanguka miguuni pa Yesu, akamsihi aingie nyumbani kwake, kwa kuwa binti yake yu katika kufa, ambaye ni mwana pekee, umri wake umepata miaka 12. Hapa ni majira ya kabila 12, ile nguvu ya mfumo wa lugha 12, mitume 12. Tunaona hapa mfumo sasa unaangushwa na mfumo huu. Sasa hapo ina maana ile agreement juu ya nchi inaondolewa rasmi sasa, kwamba ili turejee sasa kwenye lile kusudi kwamba vinywa vyetu visitaje uchafu. Zekaria 14 ile 7 na Isaya 61:2. Lakini itakuwa siku moja iliyojulikana na yeye Baba, sio mchana wala sio usiku, lakini itakuwa ya kwamba wakati wa jioni kutakuwa nuru. Ina maana ni ile majira ya mwaka yenye miezi 9 inayoanzia ndani kwenda nje. Hii ni majira, mtoto hana usiku wala mchana, majira yake. Ndio maana daktari anajua mwezi ni siku 28 na anajua limiti ya mtoto kutoka kwa kakamilika ni miezi 9. Kwa hiyo mwaka wenye miezi 12 ya uzai unaozaa ni huu. Sasa tulifungwa kwa sababu ya mfumo hapa, tukawa tunawekewa miezi 9 ambayo ni kopi ambayo ikawa inamilikiwa na roho za uharibifu, na huku tukawa na chombo cha kupokelewa na kulelewa huku mwaka wenye miezi 12, ili sasa tuwe sawa kabisa kwa ajili ya kumtukuza yeye, kwa ajili ya ile nguvu ya mkataba. Leo mkataba wa wewe kutumikishwa na Babeli
wachawi, waganga, mafrimason, luminati, ishara, miujiza, hiyo hamna. Isaya 61:2, kutangaza mwaka wa yeye uliokubaliwa na siku ya kisasi. Kwa hiyo mwaka wa yeye aliyeumba una miezi 9 ndani yake, ndio umebeba siku ya mwisho, ndio siku ya Baba. Kwa hiyo kwetu ni mwaka mmoja, miaka 1000, kwake yeye ni siku moja. Sasa mwaka unakuja baada ya miaka 930 jumlisha miaka 70, tunapata 1000. Kwetu kwake ni moja. Kwa hiyo tunaanza kurudi kwenye mfumo wa kutotumika mara mbili juu ya nchi. Kwa hiyo tunarudi sasa kutumia lile kusudi. Danieli 8:13-26. Ndipo nikamsikia mtakatifu mmoja akinena na mtakatifu mwingine akimuuliza, huyo aliyenena haya maono katika habari ya sadaka kuteketezwa ya daima na lile kosa lifanyalo ukiwa, yataendelea hata lini kupakanyagisha patakatifu na jeshi? Akamwambia, hata nyakati za jioni na asubuhi zitakapoanza kuhubiriwa. Ndio 26 inasema, na maono ya hizo nyakati za jioni na asubuhi yaliyosemwa ni kweli. Kwa hiyo ndio sasa Ufunuo ile 21, Ufunuo 20 ule mstari wa 11 ndio anaharibu hiyo mifumo yote juu ya nchi. Kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe, ambacho kiti tumejifundisha ni kiti cha kweli yote, na ameketi yeye kweli yote, naye aketie juu yake, ambaye nchi na mbingu zikakimbia. Fahamu zile ambazo tulikuwa tumeona ya kwamba fahamu ambayo inatumia neno inakimbia, fahamu ambayo inatumia sauti inakimbia, fahamu ya andiko, kwa sababu tayari hivyo wamevitumia kama silaha kwa ajili ya sisi kutupiga, na fahamu zingine za kichawi, za kiganga, roho chafu, maisha ya mbinguni, maisha ya umaskini, maisha ya makafara, sio haki ya Baba. Nikaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima. Hichi sasa ambacho nakisikia, vitabu hivyo vyote ambavyo tulikuwa tumefungiwa hivyo vimechomwa na Baba, bali ikawatoa wafu waliokuwemo ndani yake. Mauti na kuzimu zikawatoa wafu. Uongo! Mauti na kuzimu wakahukumiwa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto, udanganyifu, yaani hilo ziwa la moto. Na iwapo mtu hakuonekana ameandikwa katika kile kitabu cha uzima, alitupwa kwenye moto. Kwa hiyo tunaona sasa hii ni ile habari ya kweli yote, ile habari ya siku ya mwisho, the last revival, ndio hii tunaisikia, na yeye akiwa anaifundisha kwa utukufu wake yeye mwenyewe. Kwa hiyo hii sasa ndio inaleta ibada, yaani ibada ya sisi kujaa kushukuru kwamba tuko juu ya nchi. Tuache ibada zingine zile ambazo zisizofaa, ambazo ndizo zimetufikisha hapa. Chuki tuache, kuwaziana mabaya tuache, kutoombeana sisi kwa sisi, yaani unaombea tu familia yako tu, waombee wote kwa ajili ya mema na mazuri juu ya nchi, anzia taifa, serikali, viongozi na mmoja mmoja na majirani wote, kwa ajili ya kuishi maisha mazuri juu ya nchi yasiyo na vita kwenye mioyo.
Kwa tunaona Yohana hiyo ili tuione. Kila kitu sasa hivi rafiki kiko wazi, ni mimi tu na wewe kujiunganisha kwenye Kweli Yote TV na kulinki kwa ajili ya kila mmoja na kuendelea kujifunza. Ni masomo yote yapo hapo. Lakini saa inakuja nayo saa hivyo ambao waabuduo halisi watamwabudu Baba katika kweli, kwa maana Baba watafuta watu kama hao wamwabudu. Ibada ni kushukuru. Kwanza kabisa ni kujua shukrani, yeye Baba yuko. Kwa hiyo na appreciate, upate kidogo, umepata kingi, ja kushukuru. Usiwaze mabaya juu ya mwingine, na ushukuru kwa sababu sasa hivi tunaishi juu ya nchi. Na sasa na wewe kwa ajili ya gharama za yeye Baba ni lazima sasa tupeleke hii ibada, hii nguvu ya habari za kweli kila mahali. Kwa hiyo kuna mbegu ya kumtumia yeye Baba kwa ajili ya habari za kweli ziwafikie watu wote. Kunahitaji magari, kunahitaji vitu vizuri vya kupiga hiyo kamera safi kabisa. Sasa tunatumia simu. So unajua yeye Baba hakuwa na chochote, na si rahisi. Ndio maana unamwona alizaliwa kwenye hall la ng'ombe. Kwa hiyo sio rahisi, si kwamba wote walikuwa wanaipenda hii habari itakuja. Yule mwanamke akamwambia, najua ya kuwa yuaja Masia aitwaye Kristo, naye atakapokuja yeye atatufunulia mambo yote. Yaani akifika yeye, vita kubwa ni kwa ajili ya zile roho za uongo na udanganyifu, ndizo anazodili nazo, ndizo anazoziua, si watu. Ndio maana watu wanamwambia sasa ni wakati wa kutubu, kubadilika. Sasa utoke pale uje kwenye nguvu ya majira yake Baba kwa utimilifu kabisa. Kwa sasa huu ni ufufuo wa wenye haki kama vile Luka 14:14 ilivyosema. Kwa hiyo zile roho za udanganyifu ambazo zilikuwa zinafanya ishara, Zekaria 14:13-2 zinafutwa kabisa. Kwa hiyo sasa kutotumikishwa tena na uongo, mauti na kuzimu tena haziwezi. Kwa hiyo hata wakati wa injili sasa ya Paul, hiyo sasa utakuwa umeielewa kabisa kwamba ile hati iliyokuwa inaitwa hati ya mashtaka aliyokuwa anataka igongomelee ile mashtaka, kwa sababu ile agreement ndio inafanya tushtakiwe. Yaani ukitaka kuomba kwa ajili ya adui kuzulika, yule adui anakuambia wewe, baba yako hapa ametupa sisi. Kwa hiyo inashindwa. Ndio maana unaona wabaya wanaishi maisha marefu, wenye yake walikuwa waishi maisha haya kwa sababu ya hii mikataba iliyokuwa. Hauwezi, hauna haki kwa sababu ya lile kosa la yule kiongozi Adam lilivyokuwa limetokea. Hii Kolosai 2:14. Akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki kwa hukumu zake iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akakumbelea pale msalabani. Sio pale alikuwa anaonyesha mfumo ulivyo. Kwa sasa hivi ndio nguvu ya agreement inavunjwa, kwa sababu tayari kuna proof ya yeye Baba kwa ajili ya majira yake ya kuanzia ndani kwa ajili ya watu wote. Serikali inabaki vile vile ilivyo, lakini ibada hizi zote, imani zote hizi, kwa sababu kwa uhalisia jibu liko kwenye kweli, sio kwenye ishara. Ndio maana anavunja hiyo mifumo ya egemeo na tegemeo kwa ajili ya nabii, egemeo la mganga, egemeo la ibada mbalimbali tulizokuwa nazo. Sasa tukae tujifunze, kwa sababu tayari
shule yake, chuo chake tayari kipo. Kwa hiyo tunaona kwa ajili ya mashtaka, kwa sababu hatukwenda, lakini sasa tunaelewa hata ile sasa Luka ile Marko 5 ile moja kuona mapepo 2000. Kwa hiyo ilikuwa ni miaka 2000 tutakuwa tunakaa huko kwenye mapepo, lakini ilionekana kama mapepo, lakini ilikuwa ni umri wa huyu ambaye anaitwa Adam kutotumika tena mara mbili. Haya, nasoma Marko alafu namalizia hapo kwa ajili ya kufuta kabisa hii nguvu ya agreement. Wakafika ng'ambo katika bahari mpaka nchi ya Gerasi, na alipokwisha kushuka chomboni, mara alikutana na mtu ambaye ametoka makaburini, mwenye pepo mchafu. Makao yake yalikuwa pale makaburini, wala hakuna mtu yeyote aliyeweza kumfunga tena hata kwa minyororo, kwa sababu alikuwa amefungwa mara nyingi kwa pingu na minyororo. Akaikata ile minyororo na kuzivunja na kuzikatakata pingu, wala hakuna mtu aliyekuwa na nguvu za kumshinda huyo pepo. Na siku zote usiku na mchana alikuweko makaburini na milimani, kule unapokwenda kufanya ibada za milima, yupo kule akipiga kelele na kujikatakata kwa mawe. Na alipomuona huyo kweli kwa levo Yesu kwa mbali, alipiga mbio akamsujudia, akapiga kelele kwa sauti kuu akisema, nina nini nawe Yesu, mwana wa Mungu aliye juu? Na kuapisha kwa Mungu usinitese. Kwa sababu ilikuwa majira bado, kwa sababu amemwambia yeye pepo mchafu mtoke, kwa sababu hakutakiwa kuitwa pepo mchafu, ni mtu ambaye kwenye Mwanzo 5:5 akamuuliza, jina lako ni nani? Akamjibu, jina langu ni Legion, kwa kuwa tu wengi. Akamsihi sana asiwapeleke nje ya nchi ile. Kwa hiyo unaona uumbaji wote kupitia ile Ezekieli 37 tulikuwa tayari sisi tunamilikiwa kwa sababu ya kutumika mara mbili. Na hapo milimani palikuwa na kundi kubwa la nguruwe wakilisha pepo. Pepo wote wakamsihi wakisema, tupeleke katika nguruwe tupate kuwaingia wao. Akawapa ruhusa wale pepo wachafu, wakatoka wakaingia katika wale nguruwe, nalo kundi lote likateremkia kwa kasi gengeni, wakaingia baharini, wapata 2000. Kwa hiyo 2000 ni majira ya Yesu, siku na isi na bisi. Sasa tuone hiyo bahari ina maana gani? Kwenye Ufunuo 17 akaja mmoja wale malaika wenye vile vitasa 7, akaketi akanena nami akisema, njoo huku nitakuonyesha hukumu ya yule kahaba mkuu aketie juu ya maji mengi bahari. Bahari ina maana utaziona hapo mbele, ambayo wafalme wa nchi wamezini naye, nao wakao katika nchi wamelevya kwa mvinyo ya uasherati wake. Kwa hiyo ilikuwa ni udanganyifu, yaani tulikuwa katika kuishi ibada nyingi. Sasa 17 kwenda na wakati, lakini wewe utaisoma yote hiyo. Hiyo Ufunuo 17 ile 15. Na kisha akaniambia, yale maji uliyoyaona hapo aketipo yule kahaba ni jamaa na makutano na mataifa na lugha. Kwa hiyo tunaona sasa huyu ambaye kwenye mfumo sasa wa ibada tulizokuwepo, ishara, miujiza, ni haya mapepo ambayo limiti yake ni 2000. Yaani hapo umeonyeshwa kama 2000, yaani hapo idadi ya 2000, lakini ni miaka 2000. Narudia, pepo wote wakamsihi wakisema, tupeleke katika nguruwe tupate kuingia wao. Akawapa ruhusa wale pepo wachafu, wakatoka wakaingia katika wale nguruwe, nalo kundi lote likateremkia kwa kasi gengeni, wakaingia baharini, wakapata 1000, wapata 2000 wakafa baharini. Maroho yaliyokuwa yanatumika
ndugu zetu wanatumika, lakini ndani yake zile spiriti mbaya baada ya anguko la Adamu. Kwa hiyo ukiona mapepo 2000, sio 2000 mapepo, idadi ya 2000. Hata wapataje muda wa kuandika hivyo? Ina maana ni miaka 2000 watu wakitumia zile ishara, miujiza ya mapepo. Ndio maana kila mmoja ukimsikia 2026, 2000, ndio maana ile nguvu ya uelewa wa Baba sasa ndio unaanza kutokea kwa ajili ya kutimia. Kila mmoja ana sensi, kwa nini haya mambo yamekuwa hivi? Lakini kwa sababu tayari wote tuliumbwa na yeye. Jambo kubwa la Baba linapotaka kutokea, ile akili ndani ya kila mmoja juu ya nchi lazima. Hata ukikuta mzungu sasa hivi hajielewi, hata ukiwakuta wachungaji hawajielewi, hata manabii hawajielewi. Kwa nini? Kuna jambo ambalo wakati wote yupo. Sasa ameingia kama vile mwisi ambavyo alitamka atakuja, hakuna anayejua, ila ule mstari wa tutamuona mawinguni, huo ndio umekaa kwenye kituo cha kufungia watu. Lakini tayari na majira yake tayari. Kwa hiyo namshukuru sana Baba. Leo natangaza, Baba anatangaza kweli yote kwamba ile agreement, ule mkataba wa Babeli kututumikisha umevunjwa. Ule mkataba uliokuwa kwa ajili ya taifa hili, msingi wa mitume 12, kanisa lisiloamini, umevunjwa. Ule msingi uliokuwa kwa ajili ya wachawi kuwepo ndani ya ibada, mahali pa kazi ya mwenyani, kwenye biashara, kwenye familia, umevunjwa. Kwa hiyo wewe kwa muda mfupi shukuru kwa ajili ya haya uliyoona. Baba mwema, Baba mzuri, Baba wewe ndiye uliyesubutu kuyafanya haya. Si kwamba sisi ni wenye haki sana au wazuri sana, bali ni wewe umetukuzwa tayari. Nguvu ya zile ambazo ulikuwa kwa ajili ya mkataba uliofunga na hawa kwa ajili ya Babeli, kwa ajili ya taifa hili, kwa ajili ya huo msingi uliokuwa kwa ajili ya majira ambayo Wakaldayo, uchawi, uganga, ushirikina, ufrimasoni, roho chafu, hawa sisi wote ni watu wako. Viongozi ni watu wako, mataifa yote ni viongozi wako, wa imani zote, weupe, weusi, wekundu. Baba, kwa ajili ya haki yako leo, maagano yote, agreement za kila namna ndani yetu, ziwe za asili, mandoto mabaya yote umeharibu. Juu ya uumbaji unasherekea na unainuliwa. Kwa hiyo uumbaji wote umefunguliwa kwa ajili ya utukufu wa Baba. Kweli Yote TV inainuliwa na wewe Baba, ameinuliwa. Nguvu ya kiongozi ameinuliwa. Tuko huru kuishi juu ya nchi kwa ajili ya kuachana na ibada za miti, ibada za mawe, ibada za wale waliolala, sio ibada halisi za kweli za Baba. Kwa hiyo ukisoma kwenye Ezekieli 43 ile 1 mpaka ile mstari wa 9 utakuta warning ndio iko hapo. Baba ametubariki na Baba ametukuza.